Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Machi 4, 2026 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC Premier League. Mechi kati ya Dodoma Jiji 0 Simba Sport 0. Mchezaji Selemani Mwalimu wa klabu ya Simba Sport ya Dar es Salaam amefungua michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumpiga kiwiko kwa makusudi mchezaji Andy Libolika Bikoko wa Dodoma Jiji wakati mchezo tajwa hapo juu ukiendelea. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5 kifungu kidogo cha 5 cha ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kumrushia chupa za maji mchezaji William Edgar wa Dodoma Jiji wakati akitoka kiwanjani katika mchezo tajwa hapo juu, pamoja na kuwarushia chupa watoa huduma ya kwanza Red Cross wakati wakitekeleza majukumu yao kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu kidogo ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la maofisa wake wanaowahudumu huduma ya kwanza Red Cross kuonekana mara kadhaa wakichelewa kwa makusudi kuingia kiwanjani pale walipotakiwa kufanya hivyo na muamuzi wa mchezo huo, hali iliyotafsiriwa kuwa kama hila ya kupoteza muda. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 17 kifungu kidogo cha 7 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mwamuzi wa akiba wa mchezo tajwa hapo juu Charles Simon kutoka Dodoma amefungiwa miezi mitatu kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu na kuruhusu klabu ya Dodoma Jiji kufanya mabadiliko ya wachezaji katika mikupuo minne badala ya mitatu kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 32 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu kidogo cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Mechi namba 54 Young Africans dhidi ya Simba Sport 0-0. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuingia kwenye uwanja wa Amani Zanzibar kupitia mlango usio rasmi kuelekea mchezo tajwa hapo juu Machi mosi 2026 kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 21 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Amani ambapo walitumia chumba cha kufanyia mikutano ya wanahabari kwa shughuli hiyo kabla ya kuanza mchezo kinyume na matakwa ya kanuni ya kifungu cha 17 kifungu kidogo cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Klabu ya Young Africans na Simba Sports zimetozwa faini ya shilingi milioni 5 kila mmoja kwa kosa la walinzi wake kugombana na kutoleana lugha ya matusi, jambo lilozua taharuki na kuchafua taswira ya mchezo huo wakati klabu ya Simba ikiwasili uwanjani hapo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Klabu ya Simba italazimika kulipa gharama na matengenezo ya mlango wa kuingilia chumba cha kufanyia mikutano ya wanahabari ambao walinzi wake walivunja ili kulazimisha timu hiyo kuingia na kutumia chumba hicho kwa ajili ya kuvalia kabla ya kuanza kwa mchezo huo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha 3 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mchezaji David Kameta wa klabu ya Simba ametozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuonekana akimwaga kimiminika kiwanjani wakati timu hiyo ilipozuru uwanja dakika chache baada ya kuwasili kwenye uwanja wa Amani, kitendo kilichotafsiriwa kama imani za kishirikina. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi msaidizi namba 1 wa mchezo tajwa hapo juu Kasim Mpanga kutoka Dar es Salaam amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu ambapo katika dakika ya 70 ya mchezo alikataa bao halali la klabu ya Simba
kwa kile alichoonyesha kwamba kulikuwa kosa la kuotea kabla ya kufungwa kwa bao hilo. Hata hivyo, taarifa ya wataalamu wa kutafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanyia tathmini video ya tukio hilo imebainisha kwamba hakukuwa na kosa lolote kabla ya kufungwa kwa bao hilo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Mwamuzi msaidizi namba 2 wa mchezo tajwa hapo juu, Hamdani Saidi kutoka Mtwara, amefungiwa miezi mitatu kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu ambapo katika dakika 61 mchezo aliashiria kuwa wachezaji Prince Dube wa klabu ya Young Africans alikuwa katika eneo la kuotea, hivyo kusimamisha shambulizi ambalo klabu ya Young Africans ilikuwa inalifanya langoni mwa Simba. Hata hivyo, taarifa ya wataalamu wa kutafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanyia tathmini video ya tukio hilo imebainisha kwamba mchezaji huyu hakuwa katika eneo la kuotea wakati mpira huo unapigwa kuelekea kwake. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Taarifa kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania, na hii ni Malkia wa Soka. Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo. Mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.